Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunamwangalia Yesu na namna anavyoziona dhambi. Leo tunaingia jambo la 17 au namna ya 17 Yesu anavyoiona dhambi. Mathayo sura ya 13, Injili ya Mathayo sura ya 13 kuanzia mstari wa 53. Injili ya Mathayo 13 kuanzia mstari wa 53. Ikawa Yesu alipoimaliza mifano hiyo, alitoka akaenda zake, na alipofika nchi yake akawafundisha katika sinagogi lao. Hata wakashangaa wakasema, huyu amepata wapi hekima hii na miujiza hii? Huyu si mwana wa seremala? Mamaye si yeye aitwaye Mariamu? Na nduguze si Yakobo na Yusufu na Simoni na Yuda? Na maumbu yake wote hawapo hapa petu? Basi huyu amepata wapi haya yote? Wakachukizwa naye. Yesu akawaambia, nabii hakosi kupata heshima, isipokuwa katika nchi yake na nyumbani mwake mwenyewe. Wala hakufanya miujiza mingi huko kwa sababu ya kutokuamini kwao. Amen. Pendwa, hapa tunaendelea kuangalia jinsi Yesu anavyoziona dhambi. Katika fungu hili tulilolisoma, tunamkuta Yesu anahubiri Injili. Alikuwa akihubiri Injili huko na huko. Sasa amefika kwao katika mji wao wa Nazareti. Alipofika pale, akaingia moja kwa moja kwenye sinagogi lao, mahali wanapokutana watu kusali. Akaanza kuwafundisha mambo mengi ya ufalme wa Mungu. Biblia inasema wakashangaa jinsi alivyokuwa akiongea, jinsi alivyokuwa akifundisha, wakashangaa mno. Kwa nini walishangaa? Kwa sababu huyu Yesu alikulia pale kwenye kijiji chao, akaishi nao, wanamfahamu. Baba yake walikuwa wanamfahamu, mama yake wanamfahamu, ndugu zake wanawafahamu. Sasa wakashangaa kwa namna alivyokuwa akiongea. Sasa wakaulizana wakasema, huyu Yesu amepata wapi hekima hii na miujiza hii anayoifanya? Amepata wapi? Huyu si kijana tunayemfahamu tu? Huyu si mtoto wa seremala? Mama yake si ni Mariamu? Baba yake huyu seremala Yusufu tunamfahamu, na ndugu zake wengine akina Yakobo, akina Yusufu, akina Simoni na Yuda, mbona wapo tunawafahamu, na wale dada zake wote wako hapa tunawafahamu. Amepata wapi akili hii na hekima hii na mambo haya yanayofanya? Amepata wapi? Biblia inasema wakachukizwa naye, yaani wakamchukia kwa sababu ya namna alivyokuwa akifanya, tofauti na walivyokuwa wakimfahamu. Wakachukia kweli kweli. Lakini Yesu akawaambia, nabii kwa kawaida ana heshima, isipokuwa nyumbani kwao hawezi kupata heshima, wala katika kijiji chake hapewi heshima. Lakini kwa kweli nabii ni mtu wa heshima, isipokuwa wa nyumbani mwake hawawezi kumheshimu. Biblia inasema kwa sababu hiyo hakufanya miujiza mingi kwa sababu ya kutokuamini kwao. Akaondoka akaenda zao kwa sababu walimchukia, hawakumkubali, hawakupendezwa na aliyokuwa akifanya kwa sababu ya namna walivyokuwa wakimfahamu kule nyuma. Sasa tokea alipopata umri wa kuanza kufanya haya, kumbuka Yesu alianza kutumika akiwa na miaka 30. Kwa hiyo kabla ya miaka 30 huko nyuma alikuwa anaishi kama mtu wa kawaida, kama mwanakijiji mwenzao, kama kijana mwenzao, kama mtu mwenzao. Kwa hiyo baada tu ya kupata huu uvuvio, alipotoka kwenye kubatizwa, akaenda nyikani kujaribiwa. Aliporudi ana nguvu mpya na namna mpya, wakamkataa, wakasema sio huyu hawezi kutudanganya, huyu katoa wapi haya mambo? Kwa hiyo wakachukia kwa namna alivyokuwa
anawaambia. Kwa hiyo dhambi inakuja aje hapa? Ni hivi, iko tabia kijana akiamkia akichipuka kwenye kijiji, akaitwa na Mungu, watu wanamfahamu, akaanza kuhubiri, watu hawamsikilizi. Watu hawawezi kumsikiliza kwa sababu ni kijana wa fulani tu, anatuambia nini? Pamoja na kwamba anaiongea Injili, anaihubiri Injili kweli kweli, lakini kwa sababu ni kijana wa fulani, anatuambia nini? Iko tabia namna hiyo, na watu wengi wamekuwa wakifanya kosa hili. Kosa hili lilimpata Yesu, na ndivyo hata leo kosa hili linaendelea. Watu wanakosa mara kwa mara, watu wanakosa mara kwa mara kwa kufanya mambo ambayo ni tofauti. Sasa hapa dhambi tunaiona kwa sababu yeye walimdharau Yesu. Kumdharau Yesu, hii ni dhambi kwao. Jambo la pili, kuwadharau watumishi wa Mungu waliotumwa na Mungu na kuwaona kwamba hawa watatuambia nini. Kwanza tunawafahamu, hiyo ni dhambi, kama walivyoifanya hawa watu wa Nazareti. Wakamkataa kwa sababu Yesu alikuwa mmoja wao. Hiyo ni dhambi, ndugu yangu. Kama una tabia kuwadharau watumishi wa Mungu, ni dhambi kwako, na hasa wale unaowafahamu. Na hii imekuwa ni tabia ya watu wengi, kuwachukia, kuwadharau watumishi wa Mungu, hasa wanaotokana na jamii yao. Hiyo ni shida kubwa. Ilimtokea Yesu, na hata sasa inawatokea watu wengi, hasa watumishi wa Mungu wengi. Ukiwa kwenye kijiji chenu au ukiwa kwenye mtaa wenu unahubiri Injili, watu hawakuelewi, wanaona kama tu unacheza na unawachezea akili. Mungu atusaidie tuwakubali watumishi wote wa Mungu bila kujali anatokana na sisi au vipi. Kitu kikubwa ni kuwaheshimu watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu ni wa kuheshimiwa, mpendwa, ni wa kuheshimiwa. Usipowaheshimu ni dhambi kwako, na hiyo dhambi itakutafuna. Yesu hakufanya miujiza kwa sababu ya kutokuamini kwao. Usipowaamini watumishi wa Mungu ni dhambi kwako, na hasa wale wanaotokana na jamii yenu, wanaotokana na mtaa wako, wanaotokana na kabila yako. Maana wako wengine huwadharau watumishi wa Mungu hasa wa kabila lao ama jamii yao ama ukoo wao, hawamsikilizi kabisa. Lakini mimi nikwambie, ili mradi ameitwa na Mungu kuwa mtumishi, mheshimu, muamini anachosema, na Mungu atakukubali. La sivyo itakuwa dhambi kwako. Mungu akubariki. Tukutane kwenye kipindi kinachokuja, tuendelee kutazama zaidi. Na usiache kuniunga mkono kwa wewe ambaye bado hujaniunga mkono, kwa kusubscribe kwenye akaunti yangu, kucomment na kulike. Tafadhali fanya hivyo. Wote ambao mmeshafanya hivi, nyie tegemeeni kuendelea kubarikiwa na Mungu. Na wewe ukifanya, basi unajiunga katika kundi la wenye kubarikiwa na Mungu. Asante sana. Tukutane wakati huo. Na Mungu wa mbinguni akubarikia unapotoka na kuingia, kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.